Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu kwa nafasi tena aliyotupa kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Ninamshukuru Mungu kwa uzima tulio nao. Na zaidi ya yote ninamshukuru Mungu kwa kuwa ametupa nafasi ya sisi kuutafuta uso wake na kubisha kwake tupate kufunguliwa na kumuona. Amen. Ni neema ya Mungu imetukusanyisha tena pamoja ili sisi tupate kuliitia jina la Bwana. Maandiko yanasema na kila atakaye liitia jina la Bwana ataokolewa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tumekusanyika kwa jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, aliyekufa na kufuka kwa ajili yetu. Yeye ndiye njia ya uzima, yeye ndiye nuru ya ulimwengu, yeye ndiye neno aliyekuja kwetu, nasi tunapomkaribisha kwenye maisha yetu tunauona utukufu wa Mungu. Haleluya. Jina la Bwana Mungu wa majeshi libarikiwe. Basi nakukaribisha katika ibada hii, na tuna ibada ya kujifunza neno la Mungu. Neno la Mungu ndio uhai wa roho zetu. Bila neno la Mungu hatuwezi kusonga mbele. Amen. Na nitakwenda kufungua ibada hii kwa maombi. Na Mungu ametupa somo la muhimu sana. Ni somo ambalo ukilifanyia kazi utakuwa unaishi maisha ya kusonga mbele. Amen. Haleluya. Takwenda kumshukuru Mungu kwa nafasi. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu, hatuna Mungu mwingine zaidi yako. Nami nakushukuru kwa wokovu wako ulio kamili. Nami nakushukuru kwa uponyaji wako ulio kamili. Nami nakushukuru Mungu uliye hai, kwa maana wewe ni Mungu, hakuna Mungu mwingine zaidi yako. Watoto wako Baba, tumekusanyika kwa jina la Yesu Kristo, jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo, jina lililopita majina yote, jina lenye nguvu, jina lako Mungu uliye hai. Asante kwa kutupa nafasi hii tena Bwana. Asante Baba yetu wa mbinguni. Baba, katika jina la Yesu tunakuja kwako katika damu ya Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Kwa nguvu za Roho Mtakatifu na kwa uweza wa Roho wa Mungu tumekusanyika pamoja Bwana Yesu. Tunakuja kwako kwa damu ya Yesu, tunaingia kwenye kiti cha rehema na neema. Tunahitaji rehema zako tena. Tunahitaji neema yako iliyo kuu. Tunakuomba Baba yetu wa mbinguni, utusamee dhambi na makosa, utuoshe kwa damu yako, ututakase kwa damu yako, utufinyange kwa damu yako. Kwa ajili ya utukufu wako Baba, tufanye kuwa chombo chako Bwana Yesu, chombo kipya kabisa cha kukutumikia wewe na kulitimiza kusudi lako. Baba, asante kwa nafasi hii. Nimesimama kama kuhani wako katika agano la damu yako takatifu. Nami Mungu nakushukuru, wewe ni mwema. Asante kwa neema uliyotupa katika jina la Yesu. Baba, ninaomba rehema, ninaomba toba, ninaomba msamaha, ninaomba unisamee dhambi na makosa na uovu. Unioshe kwa damu yako kama kuhani wako, nitakase na kunisimamisha katika kusudi lako kwa utukufu wa jina lako. Ninaomba toba Mungu kwa ajili ya watoto wako wote, watoto wako wa kiume na wa kike, katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Kanisa lako Bwana, viungo vyako Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na kusii uwasamee dhambi na makosa, kwa kujua kutokujua Baba wamekukosea, kwa mawazo, maneno, matendo wamekukosea. Ninaomba damu yako ya agano jipya ipate kuwatakasa kwa utukufu wa jina lako. Nami nasema asante kwa msamaha huu Baba, kwa maana kwako kuna msamaha ili jina lako liogopwe. Kwa damu ya Yesu ya agano jipya ninaomba uyatakase maisha yetu kwa damu yako ya agano jipya iliyomwagika msalabani, damu yenye kututoa katika maagano yote ya zamani na kutuingiza katika agano jipya lenye kututoa katika ufalme wa giza na kutuingiza katika pendo lako. Baba, asante kwa kututakasa. Baba, asante kwa kutusafisha. Baba, asante kwa mwanzo mpya. Tunaingia barazani mwako, tunahitaji kuisikia sauti yako. Mezani kwako tule na kunywa pamoja nawe, Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, nakusihi kwa Roho wako Mtakatifu, fungua akili zetu na mioyo yetu tupate kulipokea neno lako, tupate kulielewa neno lako. Na ili neno Bwana Yesu linapoanguka kwa jina lako takatifu, lianguke kwenye udongo ulio mzuri, likakuzalie matunda kwa utukufu wa jina lako. Na ili neno Bwana Yesu likatutoe utukufu hadi utukufu, imani hadi imani, tupande juu Bwana Yesu, tuongezeke kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Na ili neno Bwana Yesu likainue waliokuwa wagonjwa wakainuke sasa na kupona kwa jina kuu la Yesu Kristo. Na ili
Ili neno Bwana Yesu likainue mioyo iliyoinama na kuinua na kuisimamisha tena, na magoti yaliyokuwa madhoofu yakainuke sasa kwa ajili ya utukufu wa jina lako, na kila aliye dhaifu kupitia neno hili Bwana Yesu akaseme mimi ni hodari kwa jina la Yesu, akapokee uhodari wa neno lako. Neno lako Yesu likasafishe giza lote kwenye maisha yetu, likaweke nuru yako Kristo yenye kuangaza gizani. Sawa sana Yohana 1:5 imeandikwa, nuru yako iking'aa gizani, inang'aa gizani na giza halituwezi kamwe. Ili neno Bwana Yesu likafanyike taa kwenye maisha yetu, likafanyike taa kwa watoto wetu, likafanyike taa kwenye familia zetu na ukoo zetu. Ili neno likaangaze Bwana Yesu. Asante Roho Bwana, hakika umetenda kupitia neno lako, umetenda Bwana Yesu. Asante Roho Mtakatifu, tufundishe. Uliye mwalimu wa walimu, simama mwenyewe Bwana, nijalie mtumishi wako, kuhani wako, kama chombo chako tu Mungu nimesimama. Unijalie hekima na maarifa kulinena neno lako katika hekima yote, katika uaminifu wa Kristo, katika jina la Yesu, na ujasiri uliopita ujasiri wote. Nami nakushukuru kwa maana wewe ni Mungu, utabaki kuwa Mungu milele yote. Tunatakasa maeneo tuliopo kwa damu ya Yesu, na mwaga damu ya Yesu kwenye kila mahali neno linapopita kwa jina la Yesu. Shetani huna mamlaka na hili neno kwa jina la Yesu. Ni upanga unaokata kuili, unateketeza kazi zako zote kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Baba, nasema asante kwa maana umetusikia. Na nyunyiza damu Yesu kwenye Biblia zetu, kwenye fahamu zetu, kwenye fikra zetu, zile elimu zinazojinua juu ya elimu ya Mungu, nami nazimwagia damu Yesu kama moto wa Roho Mtakatifu, na ziteketeza kwa jina la Yesu Mwokozi. Na angusha elimu za udini kwa jina la Yesu Mwokozi aliye hai. Nasimamisha msalaba wa Yesu ukasimame, watoto wako Mungu wapate kuona uzuri wa utakatifu wako katika jina la Yesu. Nami naamrisha, nateka fikra zote na kuziamuru zipate kumtii Kristo kwa jina kula Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Ninateka ufalme wa giza, mamlaka zote za giza na nguvu zote za giza na wakuu wa giza, ili wafalme wa anga, majeshi ya mapepo mabaya, pepo wachafu katika ulimwengu wa kiroho, kwa jina la Yesu na wateka na kuteka shetani Lucifer na mawakala wako wote, na ufalme wote wa malaika wa ibilisi waliotanda kuzuia maombi ya watakatifu. Ninawafunga kwa damu ya Yesu. Ninaufunga ufalme wote wa ibilisi kwa damu ya Yesu. Ninaufunga ufalme wa giza, na wafunga kwa damu ya Yesu, kwa jina kula Yesu Kristo Mwokozi. Ninawamwagia damu ya Yesu na kuwaseta kuzimu katika jina la Yesu. Na mwaga damu ya Yesu kwenye malango ya kuzimu, malango yote ya adui, na mwaga damu ya Yesu na yashinda kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu, na yamilike kwa damu ya Yesu. Imo nguvu kwenye damu ya Yesu. Sante Roho Mtakatifu, neno hili Bwana likakamilishe mwili wako Kristo, kwa maana siku imekaribia, kwa utukufu wa jina lako. Asante Roho Bwana, ni katika jina la Yesu, na kila mwenye pumzi aseme amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe. Basi somo ambalo Mungu ametupa kwenda nalo leo hii ni litakutoa hatua moja kwenda nyingine. Na hili neno la Mungu alilotupa linasema kwamba unapotubu, wewe kama mtoto wa Mungu, unapotubu, ile tu kwamba una ufahamu ya kwamba sasa ninamrudia Mungu, ninatubu. Sasa unapotubu kwa Mungu, unatakiwa uamini msamaha wa Mungu. Umenisikia? Usipoamini kwamba Mungu amekusamehe, hutaweza kusonga mbele kamwe. Nasema hivi, unapotubu, kwanza ile tu ukiwa na ufahamu kwamba sasa nimemkosea Mungu, narudi kwa Mungu kutubu, ni neema tayari. Yani ni neema, kwa sababu kuna wengine mpaka wanaiaga hii dunia hawajapata nafasi hiyo. Kwa hiyo wewe unapopata nafasi hiyo ya kurudi kwa Mungu na kutubu, lazima uamini msamaha wa Mungu. Lazima uamini kwamba Mungu amekusamehe ukisha tubu. Na ukisha amini ndipo utaweza kusonga mbele. Bila kuamini huwezi kusonga mbele. Kwa hiyo somo hili linasema ya kwamba ukitubu kwa Mungu na usipoamini amekusamehe, hutaweza kusonga mbele. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ukitubu kwa Mungu na usipoamini Mungu amekusamehe, basi hutaweza kusonga mbele. Msisitizo upo kutubu kwa Mungu, sio kutubu kwa wanadamu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na lengo la somo hili lipate kukufungua upate kuamini. Yaani kuwa na uhakika na msamaha wa Mungu, ili upate kuwa na ujasiri wa kusonga mbele. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Uwe na ujasiri wa kusonga mbele.
Ni lazima ujue kuna mambo mawili. Jambo la kwanza, kuna Mungu kukusamehe. Yaani kuna Mungu kutusamehe sisi wanadamu tunapotubu. Neno la Mungu linasema yeye ni Mungu mwaminifu ambaye anatusamehe. Tunapoenda na kutubu anatusamehe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Lakini hii haimaanishi kwamba tufanye dhambi kwa makusudi. Hapana. Tukijua kwamba kila tutakapoenda kwa Mungu tunasamehewa. Kumbuka Mungu anauona moyo wako. Pale unapofanya dhambi kwa makusudi anauona moyo wako. Na pale unapokosea kwa bahati mbaya anauona moyo wako. Kwa hiyo kuna mambo mawili leo nataka nisungumze. Ili ujue na uyaweke moyoni mwako. Kuna Mungu kukusamehe na kuna wewe mwanadamu kujisamehe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na nitaongelea sana hiki kipengele namba 2 kwa sababu wengi tunavuka katika Mungu kutusamehe. Lakini sisi wenyewe kujisamehe inakuwa ni shida. Na shetani naye anatumia kama mlango kuingiza kukukumbusha yale ya nyuma. Saa nyingine anaweza akatumia watu wako wa karibu kukunyooshea vidole. Hata huyu sasa hivi naye anajifanya anahubiri neno la Mungu. Hata huyu sasa hivi anajifanya anamtumikia Mungu. Lakini wewe hawajui kwamba ulipiga magoti chumbani mwako, ukainua mikono juu, ukalala na tumbo, ukamuomba Mungu, ukatubu na amini Mungu amekusamehe. Haijalishi wanadamu anakunyooshea vidole kiasi gani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kuna wewe kujisamehe, yani kutoendelea kujihukumu na kuhukumika ndani yako. Ndio maana mara nyingi Mungu anatusamehe lakini sisi tunaendelea kujihukumu, hatujisamehi na mwisho tunashindwa kusonga mbele. Kumbuka aonavyo mtu ndani yake. Yaani neno la Mungu linasema aonavyo mtu ndani yake ndivyo alivyo. Kwa hiyo matokeo ya ndani yako ndivyo matokeo ya nje. Bwana Yesu apewe sifa sana. Usipojisamehe wakati Mungu tayari amesha kusamehe zamani, unaanza kusikiliza maneno ya wanadamu, unaanza kusikiliza sauti nyingine ambazo zinakuja. Shetani anatumia, kumbuka shetani ni roho, kwa anaweza akamtumia mtu kuja kukunyoshea kidole. Wewe unajua uhusiano wako na Mungu ukoje. Kwa hiyo kama umetubu kwa Mungu, amini Mungu amekusamehe. Nitakupa maandiko. Neno la Mungu linasema katika waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 1 mstari wa 9. Nitasoma, nitaenda kidogo haraka, wewe utakuwa na nakili maandiko, utafanya Bible study mwenyewe. Waraka wa kwanza wa Yohana 1:9, neno la Mungu linasema, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni Mungu mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Amen. Tukiziungama dhambi zetu. Kwa hiyo pale unapoungama dhambi zako kwa Mungu, neno la Mungu linasema yeye ni Mungu mwaminifu. Kwa hiyo na maana usipoamini kwamba Mungu amekusamehe, tayari ushaingiza ndani yako kwamba Mungu sio Mungu mwaminifu. Tena neno la Mungu linasema na wa haki. Kwa hiyo ni wa haki. Anajua kabisa huyu amenijia kwa moyo wa msamaha. Na mimi Mungu wa haki nitasimama nimemsamehe. Kwa hiyo neno la Mungu linasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Amen. Neno hili latosha kabisa kukupa ujasiri wa kupokea msamaha wa Mungu kwa imani. Kwa imani, manake imani ni kuwa na hakika ya kile unachokitarajia. Labda nikuulize swali. Ukienda kumuomba Mungu kitu fulani, unaamini kabisa Mungu, namuomba Mungu na Mungu ananisikia. Sawa? Sasa kwa nini watu wengi wakienda kumuomba Mungu msamaha, hawaamini kwamba Mungu amesamehe? Na hii unakutana kwa sisi watumishi wa Mungu. Unaona kabisa yule mtu anakuja, yani mtumishi mimi nimejaa, yani ni muovu, yani nimejaa dhambi, nimekosa. Yani yule mtu anakosa ujasiri. Anakosa ujasiri wa kusema ninarudi kwa Mungu, ninaomba Mungu anisamehe, lakini anaanza kuhadisia yale ambayo ameyapitia. Mtu kama huyu tayari lazima wewe kama mtumishi wa Mungu uanze kumjenga kwamba pale unapoomba naye, unaposema amen, mwambie huyu mtu kwamba Mungu amesamehe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa sababu usipomjenga kiimani kwa neno la Mungu, ujue lazima akiondoka pale, adui atamrudishia yale maneno aliyokuwa anayasema na zile fikra alizo nazo kwamba Mungu
hajakusamehe. Kwa sababu wewe ulikuwa mlevi sana, kwa sababu wewe ulikuwa mtukanaji sana, kwa sababu wewe ulikuwa hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo lazima umjenge yule mtu. Neno la Mungu linasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki atuondolee dhambi zetu. Mungu ni mwaminifu na wa haki, anatuondolea dhambi zetu na kuzisafisha, anatusafisha kabisa na udhalimu wote. Na anasafisha kwa nini? Kwa damu yake takatifu. Kwa hiyo tukiungama dhambi zetu, yeye ni Mungu mwaminifu na wa haki hata atuondolee na kutusafisha. Kuna uaminifu wa Mungu kwenye hili neno, kuna haki, Mungu ni wa haki, na Mungu anatuondolea na Mungu anatusafisha. Ili likae katika moyo wako. Haijalishi vidole vingapi vimekunyokea. Tunapoenda mbele za Mungu kuomba msamaha, tusiombe msamaha kimazoea, wala tusiombe msamaha kidini, wala tusiombe msamaha kisheria, bali tuombe msamaha kwa imani. Kwa sababu hivi ndivyo vinavyowaangusha watu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Imani ni kuwa na hakika kile unachokitarajia. Unatarajia Mungu akupe nini unapoenda? Kama unatarajia msamaha, basi pokea msamaha wa Mungu. Amen. Ndio maana umeenda kumwomba msamaha. Kama umeenda kwa Mungu kuomba kwa ajili ya kitu fulani, basi pokea kwa imani, kwa uhakika wa kile unachokitarajia. Lazima tujue ni nini tunapata baada ya kuomba msamaha. Na huwezi kujua nini unapata kama huna neno la Mungu la kukupa huo uhakika wa jambo linaloitwa msamaha. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mfano wa neno letu leo, cha kwanza lazima tuungame. Amen. Tutubu. Ndio kuungama kwenye kutubu, kuomba msamaha na kuwa na nia ya kumgeukia Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Uwe na nia katika moyo wako wa kumgeukia Mungu. Unajua Mungu anatujua kuliko sisi wenyewe tunavyojijua. Kwa hiyo kuna vitu tunapookolewa, tunapookoka, kuna vitu vingine Mungu anaendelea kuvisafisha, lakini anaangalia pia ndani yako wewe, una nia ya kuviacha vile vitu, una nia ya kumgeukia, kwa sababu kutubu ni kuomba msamaha na kumgeukia Mungu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na Mungu akishaiona hiyo nia yako, hakika nakwambia atakutenga na hivyo vitu. Kama kuna wanadamu walikuwa wanaukosesha mdomo wako, kwamba maana kuna watu wengine ukiongea naye tu kwenye simu, basi ujue lazima utategeka kwenye ulimi wako. Lazima mtaanza kumuongelea mtu fulani, au lazima utasema uongo au vyovyote vile. Kwa hiyo Mungu utaona taratibu anaanza kukutenga na wale watu. Kuna watu wengine ukiongea naye tu sentence moja tayari ugomvi. Yaani kunakuwa hapo hakuna tena maelewano. Kwa hiyo Mungu ataanza kukutenga, lakini ataangalia nia yako wewe na wewe mwenyewe unavyohitaji msaada wake. Neno linatupa uhakika tunapofanya hivi, kuomba msamaha, kutubu, yani kuomba msamaha na kuwa na nia kumgeukia Mungu. Mungu ni mwaminifu, Mungu ni wa haki, na Mungu anatuondolea, anatusamee na kutusafisha kwa damu yake takatifu. Kwa nini Mungu ni wa haki na mwaminifu? Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa nini Mungu ni wa haki na mwaminifu? Kwa sababu huwezi ukaenda mbele zake ukaomba msamaha wa kweli asikusamehe. Amen. Mungu si mwanadamu. Mungu sio mwanadamu. Akisema ninasamehe, anasamehe. Maandiko yanasema Mungu anasamehe, anatuondolea, anatusafisha kabisa. Sasa na sisi na wewe ukibaki na kumbukumbu, hilo ni la kwako. Hilo ni la kwako. Kwa hiyo kama Mungu anasahau, wewe mwanadamu ni nani hata ukumbuke? Hao wanadamu waliokuzunguka ni nani wao mpaka wakumbuke? Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasafishwa kwa nini? Mungu anatusafisha kwa nini? Tunasafishwa kwa damu ya Yesu. Na hii utaipata katika Isaya 53 mstari wa 5. Utaona pale neno la Mungu linasema, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Huo ni mstari wa 6. Na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Bwana Yesu apewe sifa sana. Huyu Yesu tunayemtangaza kwa ujasiri, alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, na Mungu aliweka juu yake maovu yetu sisi sote. Kwa hiyo lazima ujue maovu yako yalitwikwa yote kwa Bwana Yesu. Aliyachukua yote sote, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa hiyo madam damu ya Yesu imemwagika na Yesu Kristo amekufa na kufuka kwa ajili yetu sisi, tunao msamaha wa dhambi. Amen. Haleluya.
Bwana Yesu apewe sifa sana. Na imani ndio itakufanya wewe uupokee msamaha wa dhambi. Sio dini, sio sheria, sio mtumishi, sio nani. Imani katika neno la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ndio maana tuna ujasiri wa kusema kama Kristo hakufufuka, imani yetu ni bure. Lakini kama Kristo amefufuka, basi imani yetu sio bure sisi tuaminio. Hakika nakwambia, heri waaminio. Amen. Kwa hiyo msamaha wa Mungu upo, lakini ile kwamba upo haimaanishi kwamba umeupokea. Kumbuka Mungu amempa mwanadamu uamuzi. Kwa hiyo ni lazima uchukue uamuzi wa kuupokea msamaha kwa imani, kwa kuwa na uhakika, na wewe ujisamehe, usijihukumu. Amen. Ujisamehe, usijihukumu, simama kwa ujasiri. Kuna hasara za kutopokea msamaha kwa imani, yani kutojisamehe. Zipo hasara. Kutojisamehe, na kitu kikubwa kinachotupelekea kutojisamehe, kunatupeleka kwenye kujihukumu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na kukosa ujasiri wa kusonga mbele. Na ukikosa ujasiri wa kusonga mbele, wewe kila wakati utakuwa ni mtu wa kurudi nyuma tu. Bwana Yesu apewe sifa. Na wakati neno la Mungu linasema sisi lazima tutoke utukufu hadi utukufu. Amen. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 21 na wa 22. Neno la Mungu linasema, wapenzi, mioyo yetu isipotuhukumu tuna ujasiri kwa Mungu. Haleluya. Moyo wako usipokuhukumu utapata ujasiri kwa Mungu. Kwa hiyo kama umeshatubu kwa Mungu, halafu ndani yako hujajisamehe, unajihukumu, uwe na uhakika utakosa ujasiri mbele za Mungu. Na sisi kama wanadamu, ukikosa ujasiri mbele za Mungu, huwezi kuwa na ujasiri mbele za shetani. Yani huwezi ukakosa ujasiri mbele za Mungu ukawa na ujasiri mbele ya shetani, wala mbele za wanadamu. Lakini ukiwa na ujasiri kwa Mungu, hata vinywa vingapi viinuke against you, kinyume na wewe, uwe na uhakika utakuwa na ujasiri wa kusonga mbele. Bwana Yesu apewe sifa sana. Naomba tu nikwambie kitu kimoja, dunia haipo kukufariji. Dunia hii haipo kukufariji. Dunia hii ipo kukuangusha. Lakini Mungu yupo kukufariji wewe na kukushika kwa mkono wa kuume wa haki yake na kukuambia usiogope, simama tena, songa mbele. Kwa hiyo ukitegemea faraja za wanadamu, umekwisha. Yani umekwisha. Haijalishi ni baba, haijalishi ni mama, haijalishi ni ndugu, haijalishi ni nani. Maandiko yananiambia ni wewe mwenzangu tuliyetembea pamoja, tuliyeenda kuabudu pamoja. Leo hii umeniinulia nini? Umenigeuka. Kwa hiyo dunia haipo kukufariji ndugu yangu. Ni heri ukasimama na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tumetoka kujifunza neno na katika lile neno nikasema kitu cha kwamba shimo la mwanadamu yoyote lile Mungu anaweza kuliziba. Amen. Na ndio maana hata mtu anapofiwa na mume wake, kumbuka ukiwa na mke na mume ni kitu hichi kimoja, na Mungu akasema mimi ndiye mume wa mjane. Kwa hiyo Mungu anaonyesha jinsi ukuu wake, jinsi ulivyo, anavyoweza kuziba shimo lililo kubwa. Kwa sababu kuondokewa na mke au mume sio kitu kidogo, lakini Mungu anasema mimi ni mume wa nani? Wa mjane, ili uone kwamba Mungu anaweza kuziba shimo lolote lile katika la mwanadamu yoyote yule. Mungu anajiita yeye ni baba wa yatima. Kwa sababu gani? Kuondokewa na wazazi sio kitu kirahisi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kuondokewa na wazazi sio kitu kirahisi, na hakuna atakaye kupenda kama wazazi wako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Lakini Mungu anajiita yeye ni baba yatima ili ujue kwamba shimo lile ambalo unaliona ni kubwa anaweza kuliziba. Kwa hiyo napenda kukwambia hivi, shimo la mwanadamu yoyote Mungu anaweza kuliziba. Amen. Lakini mwanadamu hawezi kuziba shimo la Mungu. Sasa wewe ukijumlisha moja jumlisha moja unapata nini? Ni heri kumkimbilia Mungu au kuwakimbilia wanadamu? Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo ukikosa ujasiri mbele za Mungu, huwezi kuwa na ujasiri mbele za shetani wala mbele za wanadamu. Hii ndiyo inawafanya watu wengi wahukumike kwa sababu ya maneno ya watu na kunyoshewa vidole na watu. Kumbuka pia, shetani siku zote ni mshtaki wetu usiku na mchana, ndivyo neno la Mungu linavyosema. Na shetani kumbuka anatumia mpaka wanadamu, kwa sababu shetani ni roho.
anaingia ndani ya mtu, unakutana tu na mtu from nowhere, yani anakupa maneno au message inaingia inakutoa kabisa kwenye uwepo wa Mungu. Lazima tujue hila za adui jamani, ili tuweze kumshinda. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa wewe unachotakiwa kuwa nacho ndani yako ni uhakika. Amen, ambao ndio imani. Sasa imani ya kwamba umekwisha kutengeneza na Mungu. Ongeeni mnavyoweza, mimi nimekwisha kutengeneza na Mungu. Kama nyinyi mtapoteza muda wenu kuongea usiku na mchana, alikuwa imekuwaje, basi mwenye mashtaka yoyote aende kwa yule aliyekuokoa ambaye ni Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Maandiko yananiambia hati zote za mashtaka zimegongomolewa msalabani. Amen. Ndio maana unapodili na mtoto wa Mungu, unadili na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo tuwe makini sana na vinywa vyetu na mawazo yetu. Kumbuka tulipotoka, tubu kwa imani, usitubu kidini, kimapokeo wala kimazoea. Amen. Huhitaji mwanadamu kukupa tiki kwamba umesamehewa na Mungu. Amen. Angalia ndani ya moyo wako, imani na amani ya moyo wako. Ndio maana Bwana Yesu alikuwa anawaambia watu, enenda zako kwa amani. Umesamehewa dhambi, enenda zako kwa amani. Kwa hiyo unaweza ukasamehewa ukakosa amani. Ukakosa amani kwa sababu ya kujihukumu. Ukiamini ndani yako Mungu amekusamehe, hutasikia kuhukumika kamwe. Amen. Haijalishi walio kuzunguka wanaanza nini juu yako na kukunyoshia vidole usiku na mchana. Kumbuka, lazima upokee msamaha kwa imani na amani ya Mungu ikae ndani yako, ndani ya moyo wako. Utasonga mbele, mimi nakwambia, utasonga mbele. Hata ukibaki mwenyewe, hata wote wakikuacha, utasonga mbele. Bwana Yesu apewe sifa sana. Warumi 5:12 neno la Mungu linasema, basi hii Warumi 5:12, basi tukishahesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo tunahesabiwa haki itokayo katika imani. Haleluya. Alafu neno la Mungu linasema, na muwe na amani. Amen. Na hii amani ninayoizungumzia ulimwengu haiwezi kukupa. Sasa wewe unayesubiri faraja za ulimwengu kupatia amani, ulimwengu utakupatia machozi usiku na mchana, kwa sababu unapolia, unaponyongonyea, unapokaa kwenye kona, ndivyo ulimwengu unavyofurahi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tunahesabiwa haki na Mungu kwa njia ya nini? Ya imani. Vizuri sana. Halafu tunapata nini? Amani. Hii ni amani ya Kristo ambao Bwana Yesu anasema katika Yohana 14:27, amani na waachieni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu wala msiwe na uoga. Katika jina la Yesu ninaomba upokee neema ya Mungu yenye kukupa amani ipitayo amani zote. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amani na waachieni, asema Bwana, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Hebu wote tutamke kwamba amani ya Yesu ninayoipokea kutoka kwa Yesu sitaweza kuipata katika ulimwengu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Anavyokupa yeye sivyo kama ulimwengu unavyotoa. Hii ni amani tofauti kabisa. Na ndio maana anasema usifadhaike moyoni mwako wala usiwe na uoga. Amen. Kwa wale ambao tuko pamoja, tumetoka kujifunza pia somo la uoga, kwamba uoga ni roho. Kwa ile once tu unaingiza uoga katika moyo wako, tayari ni roho imeingia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tulijifunza hili na tukafanya maombi. Kwa hiyo amani ya Mungu ndiyo inayokupa ujasiri katikati ya hukumu zote. Na amani hii hutaipata kwa wanadamu wala katika ulimwengu huu kama nilivyokuambia. Bwana Yesu apewe sifa. Warumi 8:33 neno la Mungu linasema nini? Ni nani atakayewashtaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuhesabia haki. Amen. Nani anayenihesabia haki mimi? Ni Mungu. Nani anayekuhesabia haki wewe kama mteule wa Mungu uliokombolewa kwa damu ya Yesu? Ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo mtu yoyote anayetaka kudili na wewe mwenye mashtaka, ayapeleke kwanza pale msalabani. Ayapeleke tu msalabani pale. Sikiliza. Mtumishi, dhehebu, dini wala viongozi wake hawawezi kukuhesabia haki. Haki inapatikana kwenye njia ya msalaba tu, kwa Mungu mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mstari wa 34 katika hiyo Warumi 8
Neno la Mungu linasema, ni nani atakayewahukumia adhabu wateule wa Mungu? Linauliza. Na neno la Mungu linajibu, Kristo ndiye aliyekufa, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Ndio maana nakwambia, yoyote anayetaka kudili na wewe, ukijijua wewe ni nani ndani ya Kristo, aanze kupeleka yale mashtaka pale msalabani, kwa sababu Kristo ndiye aliyekufa, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume, tena ndiye anayetuombea. Haleluya! Bwana Yesu apewe sifa, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo, kwa neno hili, kama wewe ni mteule wa Mungu, Mungu ndiye mwenye kukuhesabia haki. Na kama Mungu ndiye mwenye kukuhesabia haki, hakuna wa kukushtaki wala kukuhukumia adhabu, kwa sababu Bwana Yesu amekufa na kufuka kwa ajili yako, na amekaa kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi akikuombea usiku na mchana. Haleluya. Lakini kinachotakiwa ni imani. Imani ndio silaha ya watakatifu wapendwa. Imani ndio silaha ya watakatifu. Imani ndio inakufanya uyadharau yote, usonge mbele, uangalie msalaba wa Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa basi, ukisha tubu kwa Mungu, usiendelee kujishtaki tena. Amen. Wewe uliyelisikia neno hili, Mungu anasema na wewe anakupenda. Anakupenda. Mungu anakupenda. Neema ya Mungu bado ipo. Usiendelee kujishtaki wala usiendelee kupokea mashtaka ndani ya moyo wako. Ukisha tubu na kuweka nia ya kugeuka, amini Mungu amekusamehe. Wakolosai 2:13. Wakolosai 2 mstari wa 13. Neno la Mungu linasema, akisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Hati ya mashtaka na hukumu zimegongomolewa msalabani. Amen. Zimefutwa, zimeondolewa, zimegongomolewa. Akaondoa isiwepo tena, akaigongomolea msalabani. Amezifuta, ameziondoa, amezigongomolea msalabani. Na damu ya Yesu imetusafisha. Unachotakiwa ni kutubu, kumwamini Yesu na kudumu ndani yake, ili damu ya Yesu iingie kazini usiku na mchana kwenye maisha yako. Kumbuka, penye msamaha pana ukombozi. Kwa hiyo kuna kufunguliwa, kuna kuwekwa huru pia katika msamaha wa damu ya Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tubu na pokea msamaha wa Mungu kwa imani na usonge mbele. Huu ndio ujumbe ambao Mungu anakupa leo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wapo kwa kusikia neno hili, wapo walioguswa, na tutaingia kwenye maombi. Tutaingia kwenye maombi ya ukiri wa toba. Kama upo tayari kutubu na kumfungulia Bwana Yesu mlango wa maisha yako, ili hizi hati za mashtaka hizi zigongomolewe pale msalabani. Amen. Tutaomba pamoja. Basi utatamka, mimi nikitamka na wewe unatamka, lakini kumbuka ni maombi. Kwa utamki tu, ni unamuomba Mungu, na uniombi mimi, unamuomba Mungu. Yeye ndiye amekufia msalabani, mimi sijakufia msalabani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Basi utasema, Bwana Yesu, ninakuja kwako. Asante kwa neno lako. Nimelisikia, nimelipokea na nimelikubali. Ninajua mimi ni mwenye dhambi. Ninakukimbilia leo, kwa maana nimelisikia neno lako linasema ya kwamba kwako kuna msamaha, na ukisamehe unasamehe kabisa. Ninakuomba Bwana Yesu unisamehe. Ninakuomba Bwana Yesu unioshe kwa damu yako takatifu ya Agano Jipya. Unisafishe roho yangu, unisafishe kwa damu yako moyo wangu, unisafishe kwa damu yako nafsi yangu, unisafishe kwa damu yako dhamira yangu, unisafishe kwa damu yako hatua zangu za maisha yangu yote. Bwana Yesu, ninakuamini wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu uliye hai. Ninaamini ya kwamba ulikufa na kufuka kwa ajili yangu, na ninakukiri na kukupokea na kukufungulia kila mlango wa maisha yangu. Ingia kama Bwana wangu, Baba yangu, mfalme wangu, Mwokozi na mkombozi wangu na uzima wangu. Bwana Yesu, ninaomba kwa Roho wako Mtakatifu ukae ndani yangu, uyaongoze maisha yangu usiku na mchana, na unisaidie
dhambi zisinishinde, majaribu yasinishinde, na unisaidie nilitimize kusudi la Mungu Baba aliye hai. Bwana Yesu, ninakufungulia kila mlango wa maisha yangu na kukaribisha. Asante kwa maana umekaribia kwa Roho wako Mtakatifu. Ninaomba unibatize kwa Roho wako Mtakatifu na unisaidie siku zote za maisha yangu nikuishie wewe na kulitimiza kusudi la Mungu. Asante Bwana Yesu, kwa maana umenisikia, kwa maana umenisamehe, kwa maana umenisafisha. Ninaomba amani yako ipitao fahamu zote za ulimwengu huu inihifadhi, iniondolee kabisa kujihukumu na kujishtaki. Katika jina la Yesu nimeomba kwa imani. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Basi wewe uliyefanya maombi haya, Mungu amekusamehe kabisa. Amen. Litazame neno la Mungu linasema nini juu yako, juu ya maisha yako, na usonge mbele. Mungu anakupenda, Mungu anakujali. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mungu akubariki sana na damu ya Yesu ikufunike. Takwenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya mbegu hii. Baba, katika jina la Yesu na kushukuru, wewe ni Mungu. Sante kwa ajili ya mbegu yako hii, mfalme wa amani. Sante kwa maana mbegu imeanguka katika udongo ulio mzuri kabisa na unachipuka kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu. Baba, na wafunika watoto wako hao kwa damu yako takatifu na kukumbusha neno lako Mungu ulilosema. Umesema kwa kinywa chako, anayekuja kwako hutamtupa nje kamwe. Umesema katika neno lako, anayekuja kwenye mikono yako hutaacha yoyote ampokonye kutoka kwenye mikono yako. Sante kwa ajili ya watoto wako wa Bwana, kwa maana wako mikononi mwako. Roho Mtakatifu, naomba uwatunze, uwaongoze, uwafundishe, uwatoe utukufu hadi utukufu, imani hadi imani, kwa utukufu wa jina kuu la Yesu Kristo lipitalo majina yote. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini na kupokea, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Damu ya Yesu ipate kukufunika, ifunike maisha yako yote katika jina la Yesu. Amen. Na Mungu akikupa kibali, karibu tujifunze neno la Mungu kwa kupitia namba hizi: +255 718 293144 na +255 769 145925. Nasema nawe ni Mama El wa Jesus is the way. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu. Amen.